Mwanamume alimpenda dadake mdogo wa mchumba wake mara ya kwanza walipokutana. Tangu wakati huo alimpuuza mchumba wake kwa makusudi na akamtishia aondoke siku moja kabla ya harusi. Hivyo ndivyo mwanamume akaolea msichana huyo. Baada ya kuoa, msichana hakukutana na mume wake kwa sababu ya kazi yenye shughuli nyingi. Hata wenzake kazini hawakujua ameolewa. Msichana alipokea shada 3 za maua siku hiyo. Kisha akamwambia mwenzake kazini kuwa ameolewa, lakini mwenzake alidhani msichana anadanganya kwa sababu hakuwa na pete ya harusi. Wakati huo mume alituma ujumbe kumwambia msichana ashuke chini. Alikuwa akimpeleka nyumbani kwa chakula cha jioni. Baada ya kushuka chini, msichana aliingia kwenye gari la mume wake. Ingawa walikuwa mume na mke, walikuwa kama wageni. Mama alipomuuliza msichana kama alikuwa na furaha katika ndoa yake, msichana akasema wanaelewana na akamuomba asijali kuhusu yeye. Baada ya kuondoka nyumbani kwa msichana akitumia kazi kama kisingizio, mume akasema hatarudi nyumbani usiku. Mwanamke alihisi kama chombo baada ya kusikia hivyo. Rafiki yake wa karibu aliposikia haya, akasema mume ana mpenzi wake wa kwanza. Waliachana kwa sababu familia yake haikukubali, na akasema mume anaweza kuwa anachumbiana na mpenzi wake wa kwanza sasa. Msichana alihuzunika sana kusikia hivyo. Bila kutarajia, mume ambaye alisema hatarudi nyumbani alirudi ghafla. Msichana akamuuliza atalala chumba gani, kisha maneno ya mume yakamwacha msichana bila ya kujua la kufanya.